ya ngozi ya kenge, lakini huyo kenge akasema, lakini huyu kenge sio kenge ambao unampata hapo huo mto sijui ni nini, huyu anatokea mto Mississippi, yaani kenge yake mwenyewe kenge wa Ulaya. Anyways, nitaka tuwapitishe katika hii chapishaku ili tuweze kuelewa kilichoandikwa kwenye hii press summary yetu, ambayo nafikiri ni maalum kwa waandishi wa habari pia waweze kuwa nayo. Inasema kwamba leo tunapokaribia kusherehekea miaka 30 ya Bongo Flava, tunapaswa kutambua kwamba hii si sherehe ya muziki pekee. Ni sherehe ya utambulisho wetu, lugha yetu, ubunifu wetu na safari ya vijana wa Tanzania waliothubutu kuota tofauti. Safari ya vijana wa Tanzania waliothubutu kuota tofauti. To dream different. Kwa maana ya walikuwa wanaonekana na kama koti makubwa, mabuti makubwa, mchana jua kali, wana manywele timu waachani kama ya Madia. Hawa watu wana akili kweli hao. Bwana kuna joto afua wamekomaa. Hiyo ni way back kabla Nyoshi hajaja ujue nchini. Kwa sababu Nyoshi ndio mtu pekee ambaye anaweza kukutana nje kwa matokeo full leather kwenye jua hili. Ukahoji Nyoshi una AC ndani. Hajo vile hapo nasikia vizuri. Umeelewa? Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo watu wanatoka huko wako na dream zao wanajaribu kwenda kuziwakilisha na vitu kama hivyo, mpaka leo imekuwa ni kitu ambacho kinabadilisha maisha yake na kila kitu. Inaendelea na kusema kwamba miaka ya mwanzo ya Bongo Flava ilijengwa na vijana waliotumia muziki kama sauti ya kuelezea maisha ya mtaani, ndoto, changamoto, mapenzi na matumaini. Maisha ya mtaani, ndoto, changamoto, mapenzi na matumaini. Maisha ya mtaani. Niliona comment ya Fandesele juzi, alimposti Mula, akasema kwamba Mula na mwingine anaitwa nani? Dikavi. Kama wamerudisha ile nguvu, ile hip hop ya mtaani, wamerudisha ile nguvu ya mtaa. Umeelewa vizuri? Bringing power back to the streets. Mitaa sasa imeweza kupata watu wa kuisemea kwa sauti zao na kila kitu. Kwa nini amesema kama wamerudisha? Kwa sababu ilikuwa hivyo hapo awali. Kwa kupitia Bongo Flava watu wanarudisha sauti ya mtaani. Wanazungumzia kuhusiana na masuala ya matumaini, ndoto, mapenzi na mengineyo. Na tumeweka maksudi neno mapenzi hapa kwa sababu tulichakata tukagundua kwamba kumbe siku hizi hakuna vibao vya mapenzi. Siku hizi kuna vibao vya kuhamasisha ngono. Kwa maana hivi, huwezi kuniambia ni mapenzi kama ni ngoma ambayo inasema pangusa, pakata, chomeka kwa nyuma, fanyaje? Hiyo sio mapenzi. Hiyo ngono. Sisi tunaelewana vizuri. Kwa hiyo imechambuliwa hivyo na kutoka kwenye studio ndogo za kurekodia cassette, CD na radio za ndani mpaka leo ambapo muziki wetu unasikika duniani kupitia majukwaa ya kidijitali. Hii ni historia ya mapambano, uthubutu na mageuzi makubwa ya sanaa ya Tanzania. Kutoka kwenye studio ndogo za kurekodia cassette, Chidi Benz. Enzi hizo studio sahau joto, hakuna AC, sio ni masabaki msema hapo ule. Nakishasema. Ndio basi tusikilizane huko. Umeona bwana? Kutokea enzi hizo mpaka leo studio na ma-AC nini mawili matatu. Ilikuwa sio mchezo. So kusherehekea miaka 30 ya Bongo Flava ni muhimu kwa sababu tunaheshimu historia yetu. Lazima tuheshimu historia yetu. Tunajifunza historia kwa sababu inatufundisha tulikotoka, tulipo na tunakoelekea. Kama hatujui tulikotoka, hatuwezi kujua wapi tulipo, na kama tujui wapi tulipo, hatuwezi kujua wapi tunaelekea. So definitely tunajifunza historia yetu, lakini pia ningependa tujipongeze kwamba tumekuwa sehemu ya hii historia yetu. Yaani unapata nafasi badala ya mtu kumwongelea Fandesele au Lodaiz au Feruzi, ni Feruzi mwenyewe anajiongelea mwenyewe. Katoka nayo wapi, yuko nayo wapi, anaenda nayo wapi. Jamani, hili swala tupipe makofi tafadhali. Tafanulia baadaye mswada upoje, ni mrefu zaidi ya show. Ndio maana nikasema kwamba sio sherehe tu, ni kubwa zaidi ya hiyo kitu. Sawa jamani? Kwa hiyo tunawatambua waanzilishi walioweka misingi na tunatoa nafasi kwa kizazi kipya kuelewa thamani ya urithi huu wa muziki. Kwa bahati mbaya, mambo mengi ambayo tumefanya zamani hayakuwa proper documented. Tunawaambia watu kwamba kwa mfano Juma Nature kaja? Ilikuwa wapi Kibla? Kwa sababu za kibiashara na kuwa unanifanya.
tunaambia watu kwamba Jumanecha alikuwa akifanya uzinduzi, kwa mfano uzinduzi wa ugali. Moja ya vitu ambavyo watu hawajui, vituo vya daladala vilikuwa vinahamia Diamond Jubilee. Yaani unaenda kwenye daladala unasikia kama uko Mbagala, unasikia Mbagala Diamond. Sijui Mwenge Diamond Jubilee, Tegeta Diamond Jubilee. Sijui maneno vizuri. Vituo vinahamia pale. Kwa nini vituo vilikuwa vinahamia pale? Vituo vilikuwa vinahamia pale kwa sababu kila mtu alikuwa anaenda pale. Na hiyo ni power ambayo sasa hizi haipo jamani. Makofi kwa Jumanecha. Kwa hiyo tunaposema kwamba tunaenda kutambua waanzilishi na misingi walioweka, nia na dhumuni sio wao waje watambe. Nia na dhumuni ni kuweka rekodi sawa kwa hiki kizazi, kujua kwamba kuna vitu vilishafanywa nyuma ambavyo havijawahi kuvunjwa rekodi zake. Lakini pia wao wanaweza wakafanya. Tunaelewana? Na pia ni nafasi ya kuonyesha dunia kwamba Tanzania ina sauti yake. Sauti yake ya kipekee yenye lugha, utamaduni na mtindo unaounganisha watu wa ndani na nje ya mipaka yetu. Kwamba kumbe kwa kupitia Bongo Flava Tanzania iko na sauti yake, sauti ya kipekee. Tuulizane swali sasa hivi. Ukisikiza Bongo Flava sasa hivi inawakilisha sauti ya Tanzania? Hii ambayo ina wasanii wengi ambao wanafanya mapiano, wasanii wengi ambao wanafanya Afrobeat, ni sauti ya Tanzania? Hatupo hapa kwa ajili ya kuwaponda wanaofanya hizo amapiano na Afrobeat na kila kitu, lakini tupo hapa kwa ajili ya kuangalia kuna mahala tuliteleza na kukosa kitambulisho chetu. Kwa hiyo tuangalie tunarudije kuhakikisha kwamba saundi zetu zinakuwa zina identity. Kwa sababu tunazungumzia kuhusiana na wasanii kwenda kwenye Grammy. Grammy, jopo lao linapokuwa linakaa, linasikiza muziki wa South Africa, linasikia mapiano. Tanzania na wanasikia mapiano. Amapiano imeanzia wapi South Africa? Automatically wanakuwa wanahesabia kama wasanii wa Tanzania wanajaribu kuwa wannabe, wanajaribu kuwafuata wale wagezaji, hawana kitu chao original. Kwa hiyo sound yetu inakosa identity, inakosa kitambulisho. Wanashindwa kutofautisha wao wanatokea wapi. Kitu kidogo tu, sound haina identity, haina kitambulisho. Sawa jamani. Kwa hiyo huku mbele tutafanya tamasha letu, lakini tutakaa na kuweza kujadili namna ambavyo tunaweza tukarudi kule katika mstari, kwa sababu kiukweli tumeteleza. Na ninasema kwamba tutajadili kwa sababu habari njema ni kwamba moja ya ajenda za serikali sasa hivi ni kupambania swala lipi? Kuna watu ambao wanajibu wanajua. Msio wakali jamani. Najua kama mnanisikiliza. Ndio. Wanaenda kuangalia swala zima la maadili. Ndio ajenda kuu ya serikali hivi sasa, kuangalia swala zima la maadili. Na habari njema ni kwamba wasanii ambao wanaonekana walikuwa wanayalinda na kutetea maslahi mapana ya maadili ni wachonga barabara ambao ni nyinyi. Makofi kwenu.